Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nashukuru Mungu kabisa kwa ajili ya jioni njema ya leo. Mungu amekuwa mwaminifu, amekuwa Mungu wa kutushindania, ametuonekania, ametupigania, ametuvusha mito, mabonde na milima. Na hapa ambapo tumefika, tunatambua wema wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nashukuru Mungu kabisa kwa nafasi ambayo ametupatia. Kwa hivyo karibu sana wewe ambao umekuja kwa nyumba ya Mungu. Najua kwamba hautatoka vile uliingia, lakini utapata jambo kwa ajili ya maisha yako. Kwa hivyo nimependezwa sana kuwa na wewe, huo wakati ambao umespare na ukajisacrifice kwa ajili ya kupatikana kwa nyumba ya Bwana sio bure. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata siku moja ambapo tunaenda kwa nyumba ya Bwana na tunatoka bure, hata kama tunaenda kusinzia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo bado tunaendelea na kitabu cha Ufunuo ama Revelation. Tumekuwa tukipitia Revelation chapter 1, 2, 3, 4 na 5. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo tunapitia Revelation chapter 6 ambayo iko na heading ama subtopic inaitwa The Seals. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile Revelation 5 ambayo tulimaliza, tuliona ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa ameketia kiti cha enzi na ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa ameshikilia ile scroll. Na ile scroll ilikuwa na seal. Bwana Yesu asifiwe. Na mbinguni kukakosekana mtu ambaye anayekuwa na uwezo wa kuifungua. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakati ambapo mwana kondoo aliyechinjwa alionekana pale katikati ya kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ambapo alikuwa na uwezo wa kuchukua kile kitabu na kuzifungua vile vitu ambavyo vilikuwa vimefanya nini? Vimefungwa. Sasa Revelation inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yote inafanana. Huwezi kuja uchukue kitabu cha Revelation uanze kusoma chapter 8 leo, kesho uruke uingie 12, kesho ingine urudi 1. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali utapotea. Na ni vitabu vyote vya Biblia. Ukianzia mahali ambapo kuko nyuma, ndio unaweza pata point, lakini utapata ile flow ama mwelekeo ama theme ya hicho kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiangalia vizuri ni continuation. Chapter 5 iliisha kwamba kumepatikana mwana kondoo ambaye ako na uwezo ama anastahili kufanya nini? Kukifungua. Sasa chapter 6 inaendelea na John anasema hivi, mstari wa kwanza, I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa yule mwana kondoo aliyechinjwa, aliyekuwa na uwezo, nilimtazama na akaanza kufanya nini? Kukifungua. Na akafungua seal ya kwanza. Sijui seal kwa Kiswahili ni nini, lakini iko na neno lake. Lakini akafungua seal ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema, then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder, come. I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown. And he rode out as a conqueror bent on conquest. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia habari ya the 4 horsemen. Tumeisikia. Sasa hapa ndio inatokea. Kuna watu 4 ambao wanaonekana wakiwa na farasi. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema wakati ile seal ya kwanza ilipofunguliwa, huyo mtu wa kwanza akatokea na nini? Na farasi. Na alikuwa amevaa mavazi meupe. Na pia ako juu ya farasi mweupe. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa amebeba uta ama bow and arrow. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi kwa Biblia mavazi meupe ama kitu yote nyeupe huwa iko na ishara ya amani, peace. Bwana Yesu asifiwe. Peace. Hiyo ndio main theme ambayo unaona ikitokea na mavazi meupe. Sasa tungependa tuangalia kwamba huyu mtu wa kwanza aliye juu ya farasi ambaye ako na mavazi meupe na ako juu ya farasi mweupe, Bwana Yesu asifiwe, amekuja kwa njia ya nini? Ya amani. Bwana asifiwe.
Lakini naye pia ukiangalia vizuri amebeba silaha. Bwana Yesu asifiwe. Ako na amani, lakini ako na nini? Ako na vita, pia ako na silaha. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa huyu ndiye anajulikana kama the Antichrist ama mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu the Antichrist akiingia ulimwenguni anakuja akisema nini? Peace, peace. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana saa hii kuna matayarisho ya kumkaribisha. Tunaelewana? Religion zimeanza kuunganika, sio vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana watu wakiwa na nini? Na amani. Lakini hii amani si ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Si ile amani ambayo inaleta nini? Inaleta uungu. Lakini ni amani ya kumpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba njia ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio njia ya kwenda mbinguni. Na sasa kuna watu ambao wameunganika. Bwana Yesu asifiwe. Dini mbalimbali ambazo zimeunganika na washaanza kutengeza hiyo kanisa inaitwa Krislam. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha Wakristo na Waislamu wamefanya nini? Wameunganika kuunda kitu inaitwa One World Order ama One World Religion. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo watakuwa wanaongea nini? Wanaongea sauti moja. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hii yote ni ya kuunganisha. Kwa hivyo Antichrist akikuja atakuwa anafanya nini? Anasema peace, peace. Nataka niwaunganishe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna presidents kama alikuwa anagombea kuwa president. Huyu Hillary Clinton. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anataka kuwa president na alikuwa anasema ataondoa kabisa religion. Bwana Yesu asifiwe. Ataondoa kabisa religion. Kwa sababu anasema religion imeleta mgawanyiko. Bwana Yesu asifiwe. Anasema religion ndio inaogawanyisha watu ama ulimwengu. Kwa hivyo yeye akiingia atafanya nini? Ataondoa religion, kuwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inasema kwamba Yesu Kristo ndio mfalme wa amani. Prince of Peace. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna hata pahali, usidanganywe na mtu yoyote, hakuna siku moja hii dunia itakuwa na amani. Mambo yanaendelea kuwa vibaya na mambo yanaendelea kuwa nini? Mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mtu ambaye ako na mavazi meupe na amepanda farasi mweupe ambaye ni Antichrist atakuja akihubiri nini? Peace, peace, peace. Bwana Yesu asifiwe. Na watu ulimwengu mzima watafanya nini? Watamkimbilia. Wayahudi ama Jews watamkimbilia. Watasema huyu ndio yule Mesaya ambaye tulikuwa tunamngojea. Tunaelewana? Tujua kwamba Jews ama Israel haikumkubali Yesu kama mkombozi wao. Bwana Yesu asifiwe. Haikumkubali Yesu kama mwokozi wao. Hao bado wanajua kwamba ipo siku Yesu atafanya nini? Atarudi. Kwa sababu kwa akili za Wayahudi ama katika mioyo yao walikuwa wanangojea mfalme ambaye atapigana vita vya ulimwengu. Tunaelewana? Walikuwa wanangojea mfalme ambaye atapigana vita vya ulimwengu. Na ningependa tujua kwamba Yesu Kristo ndio alikuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na bado ni mfalme. Lakini walikuwa wamefanya nini? Wamefungwa macho kwa makusudi ya nani? Kwa makusudi ya Mungu. Tunaelewana? Maandiko yanasema Mungu mwenyewe aliweka nini? Pazia katika macho yao. Ndio aokoe watu ambao si Wanaisraeli, aeke watoto wake nini? Wivu. Ndio siku ya mwisho afanye nini? Aokoe Wanaisraeli wote. Tunaelewana? Kwa hivyo Wanaisraeli, huyu Yesu ambaye alikuwa anamngojea, hawakuwa wanamngojea maskini. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanamngojea mfalme ambaye atakuja na majeshi, ambaye ako na hekalu, ambaye alikuwa tajiri, ambaye alikuwa ako na say katika ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Antichrist atakuja namna hiyo na anatayarishwa. Wakati Antichrist akiingia atakuwa na say ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kila kona itatambua tuko na nini? Tuko na kiongozi. Ndio unasikia one world order ama new world order ama one world religion. Bwana Yesu asifiwe. Wanataka kutengeza serikali moja ambayo itakuwa na kiongozi mmoja. Kwa hivyo sasa Wayahudi wakimwona watasema huyu ndio yule nani?
ndio yule Yesu, kwa sababu atajiita nani? Atajiita Yesu, na atakuwa na uwezo wa kufanya nini? Ishara na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa hata anaita moto unashuka kutoka juu, unashuka chini. Tutaendelea kusoma tukifanya nini? Tukiendelea. Kwa hivyo sasa watapendezwa, watafurahishwa na watafanya nini? Watamkimbilia, na atawapatia amani miaka 3.5. Bwana Yesu asifiwe. Na watajenga the temple pale Jerusalem, watainua hiyo temple na wajenge hiyo hekalu, na wamruhusu waingie ndani, afanye nini? Atawale. Lakini sasa shida itatokea wakati atajiita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio Wayahudi watajua kwamba sasa si huyu mwenye tulikuwa tunafanya nini, si huyu mwenye tulikuwa tunangojea. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema, Yesu alikuwa anaelezea katika Matthew chapter 24, and when you see the abomination which causes desolation entering the temple of God and exalting himself more than God, that is the time of what? Of the tribulation. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na tribulation na tuko na the great tribulation. Tunaelewana? I hope mnaelewa. Tutarudia tu as much as possible ndio watu wafanye nini? Waelewe. Kwa hivyo Antichrist ataingia katika hekalu na akae ajiite nani? Ajiite Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa ndio Mungu atakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu sasa ataanza kufanya nini? Kuachilia punishment juu ya Antichrist na wote ambao waliomwamini na wote ambao walipokea namba yake ambayo ni 666. Bwana Yesu asifiwe. Na Antichrist pia ako na nini? Ako na hiyo uta. Na uta tunajua ni wa nini? Wa kuua. Kwa hivyo na yeye, kwa sababu Wayahudi wamemkataa, ataanza kufanya nini? Kwa persecute. Tunaelewana? Kwa hivyo nitarudia tukiendelea kufanya nini? Tukisonga. Mstari wa 3 inasema, when the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, come. Then another horse came out, a fiery red one, and its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anaendelea kufungua nini? Yale mambo yalikuwa yamefungwa. Akafungua sili ya kwanza, tukaona the first horseman. Si ni sawa? Alikuwa na mavazi meupe. Sasa wa pili ameonekana sasa ameachiliwa na ako na nini? Ako na mavazi mekundu. Bwana Yesu asifiwe, ambayo yanawaka moto. Naye alipewa mamlaka ya kunyang'anya ulimwengu amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kugeuza watu waanze kufanya nini? Kuoana wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii roho ama hizi roho zote zinapewa mamlaka kutoka wapi? Mbinguni. Wakati Yesu alishikwa na Pilate alimuuliza, kwani uniogopi? Unajua kwamba niko na uwezo wa kukuachilia ama kukufunga? Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akamwambia, huo uwezo ambao uko nao umetoka wapi? Juu. Kwa hivyo chochote ambacho kinaendelea katika ulimwengu, uwe umetoka kwa shetani, uwe umetoka kwa Mungu, mamlaka yote imetoka wapi? Imetoka mbinguni. Hata ukisoma kitabu cha Job, Mungu alikuwa ako na nini? Mamlaka. Anaambia shetani, fanya vituko vyako vyote, lakini usifanye nini? Usimguse. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mamlaka yote inatoka mbinguni. Ukisoma Daniel chapter 4, Nebukadnezar baada ya kujiinua na baada ya kugeuzwa kama mnyama, alikuja kukiri akasema, na nguvu zote na mamlaka zinatoka wapi? Zinatoka mbinguni. Akasema huyu Mungu ndiye anayeweka mfalme na ndiye anayetoa mfalme, ndiye anayeinua na ndiye anafanya nini? Anashusha. Kwa hivyo ni vizuri tuelewa kwamba hawa watu ambao tunawaona hapa, ambao wamepewa mamlaka ya kuleta mateso katika nchi, si kwamba wametoka kwa shetani. Tunaelewana? Ni Mungu mwenyewe amefanya nini? Amewaruhusu. Kwa hivyo huyu wa pili alipewa nguvu ya kufanya nini? Ya kutoa amani ulimwengu mzima. Kwa hivyo hakuna siku ambayo kutakuwa na amani. Juzi Israeli walikuwa wanapigana na Syria.
kupigana kabisa, kuuana. Hadi nchi zingine zinafanya nini? Zinataka kuungana zipige nani? Zipige Israel. Bwana Yesu asifiwe. Na bado kuna hizo vita. Kila nchi inatengeza nini? Inatengeza weapons ama silaha, nuclear bombs, vitu fani za kufanya nini? Kuuana. Huyu malaika ama huyu horseman ambaye anaonekana hapa katika ulimwengu wa kiroho ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni pepo, ni malaika ambaye anatumwa kufanya nini? Kufanya hii kazi. Na huyu ukiona wale watu ambao wanakaa chini wana design bombs za kuua watu, wana design guns, wana design hizi vitu zote za vita. Kuna watu wale ambao walikuja karibu wakihojiwa, aliulizwa, na ulifikiria aje kutengeza nini? Kutengeza silaha kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema akilala akiwa kwa ndoto alikuwa anafanya nini? Anaonyeshwa, unganisha hii na hii, tengeza hii, chukua hii chemical na hii chemical, fanya nini? Tengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mapepo kama haya ndio yako responsible kutembelea watu na kufanya nini? Kupanda wazo ama thoughts, na mtu anadhani ni amefanya nini? Amefikiria. Bwana Yesu asifiwe. Na linaingia kama wazo na mtu anafanya nini? Anaanza kutengeza silaha ya kuua nani? Mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna ile series ambayo tulikuwa tumepitia ya 8 powers of the dark kingdom, na tulikuwa tumepitia moja anaitwa Magog. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba yeye ako responsible wa kuleta vita kati ya nchi ama kati ya watu, na haijalishi nani atashinda hiyo vita. Cha muhimu ni nini? Damu imemwagika. Bwana Yesu asifiwe. So John anaendelea kusema when the third lamb opened, verse 5, when the lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, come. And I looked, there before me was a black horse and his rider. And his rider was holding a pair of scales in his hands. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures saying, a kilogram of wheat for a day's wages, and 3 kilograms of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati Yesu alifungua sili ya 3, kuna the third horseman ambaye alitokea. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa mweusi na alikuwa na nini? Scale. Ni uzani. Scale, uzani, si ndio? Scale. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye alipewa mamlaka ya kudestabilize economy ya ulimwengu. So, huyu malaika wa 3 ama the third horseman atakuwa anashughulika na nini? Kudestabilize economy ya ulimwengu. Economy inaendelea vibaya hata sasa hivi katika nchi yetu ya Kenya. Bwana asifiwe. Na hakuna siku mambo yatakuwa rahisi. Huo ndio ukweli. Hakuna pahali mambo yatakuwa rahisi. Yesu alisema, na ukianza kuona nini? Ukianza kuona hizi ishara, tujua kwamba siku za mwisho zimefanya nini? Zimekuja. Ni kama mwanamke ambaye ameingia wapi? Kwa leba. Sasa hakuna kurudi nyuma. Ni mtoto afanye nini? Atoke tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna kurudi nyuma. Ni mambo yanaendelea kwa nini? Magumu na magumu na magumu na magumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu ako responsible for the collapse of the economy katika ulimwengu mzima. Bwana asifiwe. Ndio ulikuwa unasikia hapa Biblia tukiendelea kusoma huko mbele inasema kwamba kama hauna ile mark of the beast. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mark of the beast, hautaweza kufanya nini? Hautaweza kununua, na hautaweza kufanya nini? Hautaweza kuuza. Na vile research inaonekana ama vile research inaendelea, hii mark of the beast haitakuwa tattoo ambayo imeandikwa 666. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni microchip. Bwana Yesu asifiwe. System ya barcodes ambayo watu washaanza kudungwa nchi za nje. Unadungwa hapa kwa mkono ama unadungwa wapi? Kwa kichwa. Na ni kadogo, kanatoshana na nini? Kamchele kale kamoja. Na unapata wanasema kwamba itakuwa rahisi kukuzuia wewe kufanya nini? Kubeba pesa.
wanasema it's safe money system, si ni sawa? Na ina make sense. Bwana Yesu asifiwe. Ina make sense kwa sababu hata ukikutana na mkora ataiba nini? Bwana asifiwe. Lakini sasa hiyo sababu ambao wanasema hiyo si ile main sababu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanataka kucontrol ulimwengu. Kama hauna cash, wewe ukiwa hauna cash, hakuna kitu ambacho unaweza fanya nini? Unaweza nunua. So watu wamedungwa na wakienda hospitali wanafanya nini? Unaambiwa it's easy. Unaenda una scan, ina connect kwa account yako direct, unakatwa. Ukienda supermarket ukinunua, unapitisha TV mkono, ina connect kwa account yako, inafanya nini? Inatoa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kama card tu. Na kadi ilikuwa pia inafanya nini? Inaingiza watu. So pole unasikia cashless system. Pole cash itaanza kufanya nini? Kutoka kwa system. Vitu kama M-Pesa, hizi cards ambazo tunatumia, credit cards, debit cards, zote zinatoa cash wapi? Kwa mikono ya watu. Yote inakuwa nini? Inakuwa online. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa online. Na sasa itafika mahali ambapo ikiwa hauna hii chip, hauna hii kitu ambayo umewekwa, hautanunua kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kama saa hii vitu kama hizi vaccine ambayo inaendelea inaonyesha nini? Vile ambavyo kutafanya nini? Kutakuwa. Juzi serikali ilisema kama hujadungwa kuna ofisi huwezi fanya nini? Huwezi ingia. Bwana Yesu asifiwe. Hautaingia kwa sababu gani? Utaenda kuambukiza kina nani? Utaenda kuambukiza watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kudungwa ni nini? Ni requirement. Huwezi safiri nje bila kufanya nini? Kudungwa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ingia ndege bila kufanya nini? Kudungwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata itafika wakati pali huwezi ingia supermarket, huwezi ingia hoteli, huwezi ingia huko ambapo watu wanafanya nini? Wanakaa bila kufanya nini? Kudungwa vaccine. Bwana Yesu asifiwe. Na it's just an introduction ya yale mambo yatafanya nini? Yatakuja kutendeka. Itafika pahali unaona no cash allowed. No cash allowed. Tumia nini? Tumia hiyo pin. Tumia hiyo pin. Tumia hiyo pin. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii itatokea baada ya nini? Ya tribulation. Tunaelewana? Baada ya kanisa kunyakuliwa ndio watafanya nini? Ndio sasa itakuwa. Sasa ni nini? Testing. Inaweza tuchukua hata 30 years ama 50 years ama 100 years before Yesu afanye nini? Akuje kunyakua. Na inaweza kuwa hata next year, inaweza kuwa usiku huu, inaweza kuwa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna ambaye anajua hiyo siku ama hiyo saa. Verse 7, when the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, come. And I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a quarter of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the field. Bwana Yesu asifiwe. So huyu wa nne ambaye John aliona anasema kwamba ilikuwa ni mtu ambaye ako juu ya farasi aliyedhoofika, pale, ambaye amekufa, hana life. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa akimwangalia akapata, anaitwa nini? Kifo. Ama anaitwa nini? Anaitwa death. Ushaisikia roho ya kifo? Saa ingine sasa ujui hayo maneno yanatoka wapi? Kifo ni mtu, na ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu. Tunaelewana? Ni mtu. Na tunajuaje? Exodus, wakati wana Israeli waliambiwa wapake nini? Wapake damu juu ya nini? Ya mlango. Ndio malaika wa kifo akipitia afanye nini? Aruke, Passover. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vitu ambazo katika ulimwengu wa kawaida tunaona ni sawa, katika ulimwengu wa kiroho ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kifo, roho ya kifo ni mtu. Si ni sawa? Ni mtu ambaye anajielewa, anajua ni nini? Anaua. Palipopote anatembea anafanya nini? Anaua. Na sasa kifo huwa inaambatana na nini? Na hell ama jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Hii Hades ni hell ama kaburi. Bwana asifiwe. Iko na maana kama tatu. Bwana Yesu asifiwe. Pali ambapo roho zikikufa zinaenda kufanya nini?
kufungiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu roho wa kifo alikuwa anafuatwa na nani? Na hell. Hell pia ni nani? Ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Juu tukisoma pia Revelation, wakati Yesu atashinda hizi vita zote, tunaona pia hell akitupwa katika ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sio pahali ati ulimwengu ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia atafanya nini? Atahukumiwa na atupwe wapi? Katika ziwa la moto. Kwa hivyo kifo na jehanamu ama kifo na kaburi wanafanya kazi wawili, wanatembea pamoja. Kwa hivyo atakuwa amepewa mamlaka kutoka wapi? Mbinguni, ya kuingia katika ulimwengu, kuua kupitia vita, kuua kupitia njaa, kuua kupitia wanyama wa msituni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi watafanya nini? Watakuwa nayo. Verse 9, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? So mstari wa 9 John anasema kuna kikundi, nafsi za watu waliona, Bwana Yesu asifiwe, ambazo zilikuwa zimefungiwa chini ya nini? Chini ya altar. Zilikuwa zinakaa hapo. Watu walikuwa wanakaa chini ya nini? Ya madhabahu. Na tunaambiwa ni watu wa aina gani? Watu ambao waliouawa kwa sababu ya nini? Ya ushuhuda wao. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wameuawa kwa sababu ya ushuhuda wao na neno la Mungu. Na wakapiga sauti, wakapaza sauti, wakamuuliza Mungu, mpaka lini ambao utaleta hukumu kwa wanaokaa ulimwenguni na ulipize kisasi cha damu yetu? Na anasema, then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants had been taken, had been killed just as they had been. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunasema kwamba kuna katika koti ama court system, kuna pali judge anakaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna pali ambapo mshtakiwa anakaa na yule ambaye aliyeleta nini? Aliyeleta kesi mahakamani. Na kuna pali pia watu wengine wanafanya nini? Wanakaa. Alafu pia kuna sehemu ambapo lawyers pia wanafanya nini? Wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anajulikana kama advocate ama lawyer. Bwana Yesu asifiwe. Wa sisi believers, watu ambao aliwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Anajulikana kama lawyer. Hiyo ni kulingana na the book of Hebrews. Na huwa anatutetea mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Anawasilisha nini? Kesi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu naye anajulikana kama nani? Hakimu, the righteous judge. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye yule hakimu wa kweli, hakimu peke yake ambaye atahukumu nini? Ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa kuna sisi ambao ni defendants, na kuna shetani anaitwa nini? The accuser of brethren. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upande mmoja wa kesi kuna mshtakiwa, na upande mwingine kuna nani? Yule ambaye anayeshtaki, na upande mwingine kuna nani? Audience, ambao ni malaika. Tunaelewana? Nitarudia tu, tuende polepole. Kuna yule ambaye anayeshtaki kesi, ni shetani. Anajulikana kama nani? The accuser of brethren. Tunamwona hata akienda mbele za Mungu akiaccuse. Kuna Joshua ambaye anapatikana kwa kitabu cha Zekaria, anaitwa Joshua the high priest. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona maandiko yanasema shetani akipigania mwili wake, akipigania Joshua wakiwa na angel Michael, na wanapigana. Na maandiko yanasema na shetani alikuwa anakuja kufanya nini?
Kumwaccuse. Mbona huyu mtu wako hayuko sawa? Mbona huyu mtu amefanya hivi? Mbona huyu mtu amefanya nini? Amefanya hivyo. Sawa? Na Biblia inasema the accuser of brethren, shetani, huwa anaenda mbele za Mungu kila siku kufanya nini? Kutuaccuse mbele za Mungu. Lakini sasa tuko na Yesu ambaye huwa anasimama kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya sisi. Hata shetani akiwasilisha kesi, Yesu anasema nini? Nimemwokoa huyu, ako kwa nini? Kwa kitabu changu. Nimemnunua na nini? Na damu yangu. Si ni sawa? Na sasa tuko na malaika ambao ni nini? Au wanaitwa audience. Si ni sawa? Wanaangalia. Kwa sababu hao wanaangalia tu na kusikiza vita ya mwanadamu na shetani. Si ni sawa? Na relationship ya mwanadamu, Mungu na shetani, hao ni audience na wanaangalia. So hapa katika hii altar tuko na hizi souls ambazo zimefanya nini? Zimeonewa, au watu ambao wameonewa, hizi nafsi, na Mungu amewapatia a special place hapo karibu na nani? Karibu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nao wanauliza Mungu, kwani ni lini utaamua nini kesi yetu? Ni lini utaamua? Si ni sawa? Kwa sababu waliuliwa wakifanya nini? Kazi yake. Hawakuuliwa kwa sababu walikuwa wanaiba, ama hawakuuliwa kwa sababu walikuwa na mambo yao, lakini ile uchungu ya kwamba wewe ni mwenye haki na bado unafanya nini? Unauawa kwa kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Waliuawa kwa sababu ya ushuhuda wao, na waliuawa kwa sababu ya nini? Kumwamini Mungu na kwa sababu ya neno lake. Mnawajua watu ambao walikufa hivyo? Moja, Stephen si alikufa hivyo bila hatia, akapigwa mawe kwa sababu ya nini? Ya neno la Mungu. Damu yake ikafanya nini? Ikamwagika. Wakina au apostles wote, mitume wote wa Yesu wote, wengine wanakatwa na vichwa, wengine wanakatwa vichwa, wengine wanavutwa na farasi. Hata wengi hawajafanya nini? Hawajatajwa. Tuko na mtu kama pia Abel. Si tunajua maandiko yanasema damu yake inalia. Hata yeye pia anangoja kufanya nini? Kesi yake ifanywe nini? Isikizwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitabu kingine kinaitwa Fox's Book of Martyrs. Inaelezea vile watu waliuawa kwa sababu ya injili yao, kwa sababu ya neno la Mungu. Nao watu wako na special area hapo kwa altar ya Mungu mbinguni. Wanafanya nini? Wanasema, Mungu, hadi lini? Bwana Yesu asifiwe. Naye kuna watu wa martyrs hadi wakati huu. Tukisoma na kumbuka shuleni CRE kulikuwa na the Ugandan martyrs. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale ambao walioleta injili Afrika, wale missionaries, kuna wengi waliuawa kwa sababu ya nini? Ya injili yao, kwa sababu ya neno la Mungu. Au wote wako in a special area in the courtroom of God. Wanafanya nini? Wanangojea haki yao isikizwe. Na wanauliza Mungu, hadi lini? Mungu akasema aje? Mtangojea ile siku ndugu zenu, dada zenu na ndugu zenu wakitosha kuuliwa. Sasa ndio nini ianze? Kesi ianze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wokovu tunaweza wataka kuambia mambo mengi mazuri, lakini wokovu, Yesu anasema beba nini? Msalaba. Kama ujui msalaba, kazi ya msalaba unaijua? Kazi ya msalaba unaijua hiyo msalaba? Msalaba, Yesu alibeba msalaba. Alifanywa nini? Alianikiwa hapo kwa hiyo msalaba. Aliuliwa hapo kwa hiyo msalaba. Si ni sawa? Kwa hivyo wokovu uko hivyo, ni wa kung'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Kuvumilia, kushikilia imani. Bwana Yesu asifiwe. Na kushikilia ushuhuda. Hakuna hata siku moja msalaba utakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Mungu ako na uwezo wa kuwapreserve, lakini aliwaambia nini? Ngojeeni hadi ile idadi, ama the number of your brothers and sisters will be filled. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo idadi, hao watu lazima wafe, wajae, watoshe. Si ni sawa? Kwa hivyo kuna watu ambao watafanya nini? Watakufa, na tutasoma watu ambao watakufa ndio kesi ifanywe nini? Ianze. Lakini hata hivyo wakiwa hapo, Bwana Yesu asifiwe,
Maandiko inasema na walipewa mavazi meupe. Bwana Yesu asifiwe. Walipewa mavazi meupe. Wakaambiwa sasa vaeni mkiendelea kungoja nini? Kungojea kesi. Bwana Yesu asifiwe. Shikeni kitu kidogo ya kufanya nini? Ya kuwatuliza moyo. Maandiko inasema verse 12, and I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair, while the moon turned blood red, and the stars in the sky fell to the earth as figs dropped from a fig tree when shaken by a strong wind. The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich and the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountain. They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come. Who can withstand it? Bwana Yesu asifiwe. Bado punishment inafanyika nini? Inaendelea. Sasa Yesu amefungua the sixth seal. Bwana Yesu asifiwe. Ameifungua. Na after kuifungua, maandiko inasema kukatokea nini? Earthquake kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kukatokea earthquake kubwa sana. Na hiyo earthquake unadhani ilitokea wapi? Hiyo ambayo ilitokea huko juu. Bwana Yesu asifiwe. Huko juu ndo kulitingika hadi nyota zikafanyika nini? Zikaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi nyota ambazo zilianguka si hizi nyota ambazo tunaziona. Ukiangalia Revelation chapter 9 verse 1 inasema, the fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened, the abyss smoke rose from the gigantic furnace, and the sun and sky were darkened by the smoke from the abyss. Inaendelea kusema, and the name of the star was Apollyon in Hebrew, Abaddon in Hebrew, or Greek, Apollyon in Greek. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nyota ambazo tunaona zikianguka ni mapepo, demons. Bwana Yesu asifiwe. Demons wataachiliwa kwa namba ambayo haijaionekana. Tunaweza hesabu nyota huku juu? Hatuwezi hesabu. So hizi siku wataachiliwa. Wafanye nini? Waingie. Yaani kutakuwa a very bad place. Hata kutakuwa kuna nini? Atmosphere ita change. Hata ulimwengu utakuwa unaona nini? Hauna nuru. Jua haina nuru, mwezi hauna nuru, nyota hazina nuru. Kwa sababu ya nini? Ya giza, mapepo kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Another scenario, tushaona hizi meteors, tunazitaga shooting star. Bwana Yesu asifiwe. Ama wishing star, ile ambayo unaona ikichomeka inashuka alafu inachomeka inafanya nini? Inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna zile ambazo hazichomeki zikaisha, zinafika wapi? Zinafika wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna cases fulani ambazo zimefika na zikaleta maafa. Tunaelewana? So ikiwa uko juu utaona ikikaa nini? Ikikaa nyota, kwa sababu inafanya nini? Ina shine. Na ikishuka huwa inaleta nini? Inaleta damage kubwa. So scientifically kuna mawe kubwa kabisa, kubwa zinaonekana wapi? Hapa juu. Na washa calculate by miaka fulani kuna zile zitafanya nini? Zitaanguka. Si ni sawa? Na hii mawe ile ukubwa ambayo iko nayo inaitwa meteorite. Ile ukubwa ambayo ikifika hiyo impact ya kugonga hivi ulimwengu kutawaka nini?
kutawaka moto. Ushaona volcano, ile volcano venye ina erupt, hiyo sehemu kunakuwa na nini? Giza. Watu hawaoni hata nini? Hawaoni jua, hawaoni mwezi. Kunakuwa na dust. Kwa sababu ya nini? Ile volcano erupt na ikajaza wapi? Ikajaza hadi ndege haziwezi tembea. Airports zinafungwa kwa sababu hiyo dust. Sasa hii meteorite itakuwa kubwa in such a case that ikigonga nchi, kutakuwa na hiyo dust ambayo itainuka na moto ambayo itafanya nini? Italeta giza. Hiyo dust itasettle kwa ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Hata ni vitu ambazo scientists wamefanya nini? Wamesha project na washa calculate na wakatengeza hadi nini? Wakatengeza animations ama films ama movies kuonyesha hii. Bwana Yesu asifiwe. Na wanasema ile kubwa ambayo ikigonga, dust itajaa ulimwengu mzima, jua haitakuwa ikionekana, mwezi haitakuwa ikionekana, na nyota pia zitafanya nini? Hazitaonekana. Bwana Yesu asifiwe. So maandiko inasema wakati yote itatendeka na mbingu itakunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Itapasuliwa na ivutwe nini? Ivutwe nyuma. Tunaelewana? Itavutwa hivi kama scrolls tunajua iko hivi round. Itavutwa hivi. Na kila jicho litafanya nini? Litamuona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa kuna barrier ya spiritual realm. Hatuwezi ona. Lakini hiyo siku kutafanywa nini? Hiyo barrier itafanywa nini? Itapasuliwa. Na kila jicho litamuona. Wafalme, wale wakubwa, matajiri, maskini, kila mtu, kila kabila litamuona. Na maandiko inasema itakuwa a very terrible sight. Itakuwa si kitu ya kupendeza. Hadi watu watatamani nini? Mawe iwaangukie na milima wafe, lakini hakuna nini? Hakuna kifo, hawatakufa. Kifo kitakuwa kimefanywa nini? Kimezuiwa. Kwa sababu sio kitu rahisi kuona kondoo amechinjwa, akona macho 7, akona vichwa 7, bado akona crown, na bado anafanya nini? Anazungumza, na ameleta nini? Ameleta vita. Kwa hivyo itakuwa sio kitu ya kufurahisha, itakuwa kitu ya kushtua. Chapter 7 kwa sababu ni haina mambo mengi, ningependa tuimalizie. So chapter 7, ujue seals zimefunguliwa ngapi? 6. Tunaelewana? Seals zimefunguliwa 6. Sawa sawa. Ya kwanza kukakuwa na the 4 horsemen, seal number 1 hadi 4. Seal number 5 kukatokea zile nafsi zilizofanya nini? Zilizoonewa. Bwana Yesu asifiwe. Na zinangoja kesi yao isikizwe. Seal number 6 sasa ndio hii, kukaachiliwa mapepo, kukakuwa na funny events na mbingu ikafunguliwa. Watu wakafanya nini? Wakaanza kuona ulimwengu wa kiroho. Si ni sawa? So verse 7 inasema, after this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea anymore. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of God. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea, do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. Bwana Yesu asifiwe. John anaendelea kusema, na akaona 4 angels from the 4 corners of the world. Si ni sawa? Wamepewa nguvu na mamlaka kuleta nini? Kifo katika ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanne tunawajua. The 4 angels. Nakumbuka the 4 horsemen. Nawakumbuka. Tufuatane. So wanasema kwamba na kukatokea malaika mmoja ambaye alikuwa na nini? Na seal. Na akakomanda hao angels, msifanye nini? Msilete nini? Hiyo shida. Sasa hao 4 angels ni tofauti na wale wa kwanza. Hao wameshikilia nini? Pepo. Ile tornado, hurricanes, tornadoes. Tunaonaga vile inaharibu vitu kwa TV. Ikipita area moja inawacha maskini kabisa,
inabomoa, yaani hakuna pahali utaenda. Bwana Yesu asifiwe. So huyu malaika akawaambia, ngojeni, kabla mjafanya nini? Hamjaachilia hii shida yote, until the 144,000 sealed servants of our God wamefanywa nini? Wametolewa. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wengi husema watu ambao wataingia mbinguni ni wangapi? 144,000. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafikiria hivyo, lakini hiyo tutadismiss, si ni sawa? Hapo juu tumesoma nafsi ama souls ambazo hazikuwa zinaweza hesabika ziko wapi? Mbinguni, si ni sawa? Hazijapeanwa namba. Alafu hii chapter 7 verse 9 inasema, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, every tribe and people and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mbele chapter 6 imeongelelea kuhusu souls ambazo hazifanyi nini? Hazihesabiki. Hapa mbele pia chapter 7 hapo mbele inasema, na aliona umati wa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wasiofanyika nini? Wasiohesabika, kutoka kwa kila kabila, kutoka kwa kila nchi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu John ndio huyo mwenye amehesabu wangapi? 144,000. Si ni sawa? Kwa hivyo 144,000 sio wale ambao wataingia mbinguni peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao ni watu ambao walitengwa na Mungu kwa ajili ya kuhubiri injili baada ya kanisa kunyakuliwa ulimwenguni. Tunaelewana? The 144,000 sealed, these were special people, si ni sawa, from the nation of Israel. 12,000 from each tribe. Tunaelewana? Mungu atatayarisha watu 12,000 kwa kila kabila ya Israel kwenda kuhubiri injili kwa wale watu waliofanya nini? Walioachwa. Tunaelewana? Kuna watu sasa baada ya kanisa kunyakuliwa, sasa watajirudia kwa akili, waseme haya, kumbe kuna mbingu, na kumbe kuna Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbe wokovu ilikuwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona vile Mungu ni wa huruma na neema, hataki mtu yote afanye nini? Hataki mtu yote afe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ameprepare ama alitayarisha 12,000 from each tribe. Na ukipitia hizi tribe zote, kuna mtoto wa Jacob amekuwa replaced. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto wa Jacob amekuwa replaced na Manase. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unaweza andika, ningependa kusoma wale original. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao baba yao alibariki. Sababu kuna wale ambao Jacob alibariki kabla hajakufa. Si ni sawa? Alafu kuna hao ambao wanatajwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na next time nikirudi, tukiwa na hiyo next lesson, tutajaribu kuangalia ni kwa nini amekuwa replaced. Bwana Yesu asifiwe. So number 1, kijana wa Jacob, tuko na Ruben. Si ni sawa? Tuko na Ruben, tuko na Simeon, tuko na Levi. Hiyo number 3. Tuko na Judah, number 4. Tuko na Zebulun, number 5. Tuko na Isaka, number 6. Tuko na Dan, number 7. Tuko na Gad, number 8. Tuko na Asher, number 9. Naftali, number 10. Joseph, number 11. Na tuko na Benjamin, number 12. Si ni sawa? Alafu Jacob alichukua watoto wangapi wa Joseph? 2. Alisema utanipatia Manase na unipatie Efraim. Watoto wangu wakihesabiwa watakuwa wapi? Watakuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakagawanywa, ukasikia 2.5 tribe of Manase, 2.5 tribe of
Efraim. Si ni sawa? So umeandika hiyo namba. So tufuatilizie na uniambie ni nani hayuko. Kwa Revelation tuko na Juda, tuko na Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manase, Simeon, Levi, Isaka, Zebulun, Joseph na Benjamin. Nani amekuwa replaced? Dan. Dan ndio yuko. Si ni sawa? Kwa hivyo next time hiyo ndio tutafanya nini? Tutaanza nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza nayo kwa sababu neno la Mungu lazima litimie. Alikuwa anataka wangapi? 12. Watoto 12 au ndo alifanywa nini? Au ndio Israel. Si ni sawa? Kwa hivyo sasa kulikuwa na mapinduzi, wengine wakatolewa ndo watoshea wangapi? 12. Na the 12 apostles, mmoja alijiua, Judas. Lakini wanafaa kwa wangapi? Kwa hivyo akakuwa replaced na nani? Kuna mmoja alikuwa anaitwa Matthias, ama alikuwa anaitwa nani? Akakuwa replaced, akuwe one of the 12 apostles. Si ni sawa? So kwa haraka sana tukimaliza inasema hiyo verse 9. John anasema na aliona watu wengi ambao hawezi hesabu kutoka kwa kila nchi, kila kabila, kila pahali walionekana wakisimama mbele ya mwana kondoo, na walivishwa mavazi meupe, na wakaimba wote kwa sauti moja, wokovu unatoka kwa Mungu ambaye anayekaa kwenye kiti cha enzi na kwa mwana kondoo. Na maandiko yanaendelea verse 11, all the angels were standing around the throne and round the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying, Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to God our God forever and ever. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they? Where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, these are the ones who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God, and they serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will shelter them in his presence. Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, and nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd, and he will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Bwana Yesu asifiwe. So John anasema aliona watu wengi wasiohesabika kutoka kwa kila nchi na kwa kila kabila. Bwana Yesu asifiwe. Wapi? Mbinguni. Kuna watu wanasema wokovu ni wa nini? Wa wazungu, ama wokovu ni wa Jews. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inasema watatoka wapi? Kila sehemu na kila nchi na kila kabila. Na wamevaa mavazi meupe na wanaimba. Bwana Yesu asifiwe. Na ikasemekana kwamba hawa, akaulizwa na one of the elders, hawa ni akina nani? Wametoka wapi? Akasema afanye nini? Ya ajui, lakini wewe ndio unajua. Akaelezewa, akaambiwa hawa ni wale ambao wametolewa ama wametoka katika the great tribulation. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wale ambao wamenyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka the great tribulation. Na wakaosha mavazi yao kwa damu ya mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wametolewa katika shida ama yale mateso ambayo yatatendeka, the great tribulation. So John anaambiwa hawa ni wale ambao wamefanywa nini? Wamenyakuliwa na wameosha mavazi yao wapi? Kwa damu ya mwanakondoo. Baada ya kanisa kunyakuliwa, hakuna kitu ambayo inaitwa nini? Kuokoka tena. Si ni sawa? Utajiokoa kwa damu yako mwenyewe. Si ni sawa? Sio damu ya Yesu. Si ni sawa? Kwa hivyo kuna watu ambao wanaamini ya kwamba kanisa itapitishwa kwenye nini? Kwenye great tribulation. Si ni sawa? Lakini hapa huyu elder alielezea John, hawa watu wengi ambao unawaona walinyakuliwa, waliokolewa ama waliosha mavazi yao na damu ya mwanakondoo.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale ambao wataachwa ndio watafanyiwa nini? Watajiokoa kwa damu yao. So huyu elder alikuwa anamwambia, si huwa tunasikia tukisema mbinguni hakuna njaa, tutafutwa machozi, tutapanguzwa machozi, tutatulizwa kiu, si ndio? Sasa ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanaimba hizo nyimbo, wale ambao wanasema mbinguni hakuna njaa, ndio hiyo. Inasema from verse 16, never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat, for the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away their tears. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia kabisa sasa, two groups mbinguni. Kuna wale ambao wanalia nini? Haki yao ifanyike nini? Itendewe. Si ni sawa? Haki yao itendewe. Alafu kuna another group ya hawa ambao wanaonekana wameoshwa kwa damu ya nini? Ya mwanakondoo. Si ni sawa? Kuna hao ambao wanaonekana wameoshwa na wamevalishwa. Si ni sawa? Na watapanguzwa na machozi. Na kuna hii group ambao watafanyika nini? Wataonekana. Kwa hivyo kuna group ambao watu walikufa, Bwana Yesu asifiwe, na alikufa akiwa mwokovu. Na maandiko inasema alifanya nini? Alilala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakukufa kwa sababu ya Injili. Huyu ataunganishwa na kina nani? Wale ambao walitolewa wapi? Hapo ulimwenguni. Maandiko inasema na waliokufa ndani ya Kristo watanyakuliwa kwanza, watabadilishwa mwili. Alafu sisi tulio hai tutanyakuliwa. Alafu tutaunganishwa sote pamoja. Si ni sawa? Kwa hivyo Bwana Yesu abariki neno lake. Natumai kwamba kila mmoja ameelewa, lakini kama kuna swali tutafanya nini? Tutarudia. Kwa hivyo barikioni sana. Asanteni sana kwa kuja kwa nyumba ya Mungu, na Bwana wawezeshe.